Luke Stats, Sport Next Level. Mzee wa Data, tarehe 15 mwezi wa 6, mwezi huu wa 6, tunafahamu ya kwamba kuna mchezo, ratiba ya mechi ambayo imepangwa mara baada ya kuahirishwa kati ya Yanga na Simba. Lakini kwenye Yanga yao sisi hatuchezi. Kwa mujibu wanavyozungumza, hatucheza na hatuchezi. No. Sasa jambo langu moja najiuliza, ikitokea sasa Young Africans ni kweli wamegoma, hajapeleka timu uwanjani, unadhani inaleta athari gani kwa Yanga yenyewe lakini pia kwa mpira wetu Tanzania? Labda nijibu swali lako moja kwa moja. Kuna mambo kadhaa yatakayojitokeza ambayo baadhi ni hasi, baadhi ni chanya endapo Yanga haita kwenda kucheza mechi ambayo wao ni wenyeji dhidi ya Simba. Kwa kwanza, kwa haraka juu ya hasi, mambo hasi ni kwamba kutakuwa na aibu katika ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF. Ligi namba 1 ni Misri, namba 2 ni ligi kuu ya Morocco, namba 3 ligi kuu ya Afrika Kusini, namba 4 ligi kuu ya Algeria, namba 5 ni ligi kuu ya Tanzania bara. Hii tunazungumza. Ligi kuu ya Misri bingwa ameshapatikana, Al Ahly. Ligi kuu ya Morocco RS Berkane. Hakuna zengwe huko. Ligi kuu ya Afrika Kusini Mamelodi Sundowns, no problem. Ligi kuu ya Algeria bado hajamaliza. Bado kule wanachuana kina MC Alger, kuna timu kama CR Belouizdad wako nafasi ya 3 wanapambana. Lakini ligi kuu Tanzania bara pia haijafikia mwisho. Bingwa kama Yanga haitokwenda uwanjani, halafu bodi ya ligi ikatekeleza kanuni katika ligi kuu Tanzania bara zinazoelekeza juu ya kutofika uwanjani, maana yake Yanga itapoteza pointi 3 na mabao 3. Lakini yanaweza kafuatia mingine zaidi, ikiwamo kwenye kanuni hiyo kifungu cha kwanza 1-1, 1-2, 1-3. Miongoni mwa adhabu zimeainishwa, hatua zitakazochukuliwa ni pamoja na Yanga kupokwa pointi 15. Yaani mbali na pointi 3 na mabao 3 katika mechi husika, lakini kuna kupokwa pointi 15 kutoka ilizo nazo. Hivi sasa Yanga tunajua ndio wanaongoza ligi, wana pointi 73. Ukiondoa pointi 15 maana yake zinabaki pointi 58. Wanabaki na mechi 2 dhidi ya Tanzania Prisons, dhidi ya Dodoma Jiji, ambayo kama wanashinda wanapata pointi 6, ukijumlisha na 58 na kwa ngapi? Pointi 64. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa wana pointi 72. Wakipewa hizo pointi 3 wanakuwa na pointi 75. Hata ile 72 peke yake, kwa kuwa Yanga watapunguzwa pointi 15 endapo bodi ya ligi itakomaa na maamuzi iliyonayo sasa ya kwamba mechi ipo hiyo tarehe 15 na kwamba timu isipofika uwanjani kanuni itatekelezwa kwa usahihi. Kama itatekelezwa, maana yake Simba tayari bingwa, maana yake itakuwa bingwa wa mezani, kwa sababu kiuhalisia kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa Yanga ndio timu inayoongoza kwa pointi 73, Simba pointi 72, zote zimecheza mechi ni 27. Ndivyo sivyo? Kweli. Yanga ndio timu inaongoza kwa kufunga mabao mengi. Hakuna timu inayofikia kwenye ligi kuu Tanzania bara hivi sasa. Wana mabao 71, inayofuatia ni wekundu wa Msimbazi Simba wana mabao 63. Kweli si kweli? Kweli kabisa. Yanga ndio timu yenye ukuta imara zaidi katika ligi kuu Tanzania bara hivi sasa, kwa sababu imeruhusu mabao 10. Inayofuatia ni Simba ambayo imeruhusu mabao 11. Kweli si kweli? Kweli kabisa. Maana yake ikitokea hili nilotoka kulielezea, hizo sifa zote za Yanga kufikia sasa ambapo zimebaki mechi 3 tu, ni kwamba atakuwa sio bingwa tena. Bingwa anakuwa Simba ambaye misimu 3 mfululizo iliyopita Yanga ndio amekuwa bingwa akimzidi mtani wake wa jadi Simba, lakini msimu uliopita akizidi Azam iliyokuwa nafasi ya 2. Na msimu huu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara timu ambayo iko kwenye nafasi nzuri zaidi ya kutoa ubingwa ni Yanga, kwa maana inakuwa ubingwa wa 4 mfululizo, kwa sababu kwa mfano hiyo mechi dhidi ya Simba ikiisha kwa sare yoyote, halafu kila mmoja kashinda zake, Yanga bingwa, kwa sababu timu pekee ya kuichallenge Yanga msimu huu zikiwa zimebaki mechi 3, kumbuka kwenye msimamo kwa kuona zile mechi 27 walizocheza ni Simba pekee, kwa sababu Azam wana pointi 57, wakishinda mechi zao 2 zilizobaki wanatimiza pointi 63. Singida Black Stars wana pointi 53, wakishinda mechi 2 zilizobaki wanatimiza pointi 59. Singida hawezi kuwa bingwa, Azam hawezi kuwa bingwa, ni Simba na Yanga katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo bingwa atapatikana kwa maamuzi ya nje ya pale uwanjani, yani sio kwa kuvuja jasho. Ndicho anachokizungumzia ambacho kwenye status, kwenye hadhi ya ligi yetu binafsi naona kana kwamba hilo ni tukio linaweza likawa la aibu.
Maana yake ni nini? Ni kwamba kama inawezekana katika siku hizi chache zilizobaki, mamlaka zinazosimamia mpira wa miguu kama wana lugha au chochote cha kufanya kwa kuzungumza na management ya Yanga na mashabiki wao, basi labda tushuhudie bingwa anayevuja jasho uwanjani, sio wa kupewa mkononi. Kwa sababu kwanza pia licha tu ya aibu, lakini pia hata mashabiki wa Simba wenyewe sio kama wataenjoy sana, kwa sababu ni ubingwa wa kupewa baada ya kukosa misimu mitatu mfululizo, halafu wanakwenda kupewa kutokana na mtani wao wa jadi kutoingia uwanjani. Kwa hiyo hata Simba wenyewe wanaweza kasononeka, ingawa siamini kama ni wote. Wengine ubingwa iwe vyovyote vile, bao japo bao la mkono. Hilo jambo la kwanza. Lakini hilo ambalo ni hasi lingine la pili, kukishakuwa na mizengwe namna hii, kunaweza kutengeneza picha mbaya kwa wale ambao wangepaswa kuwa wadau wapya wa kuweka fedha kwenye mpira wa miguu. Hivi sasa wapo wadau, taasisi, makampuni yamewekeza vya kutosha katika ligi kuu yetu na matokeo yake kuisaidia kuongeza mvuto wake. Sina haja ya kutaja wadau hao, lakini tunafahamu ligi yetu imekuwa imara sana kwa sababu ya commitment zinazofanywa na makampuni na mashirika mbalimbali katika kuiunga mkono ligi yetu, na wamevutiwa ni kwa sababu ya good governance, utawala bora, usimamizi mzuri wa ligi yenyewe, kwenye klabu, kwenye bodi ya ligi, TFF, mambo safi yakavutia tumefika hapa tulipo. Matarajio ni kuona tunapiga hatua zaidi, sio kuitanish image, sio kuchafua taswira ya ligi yetu, kwa sababu kuna uwezekano hao waliopo watabaki hao au mwisho wa siku moja nao wanaweza kujikuta wakapull out. Badala yake kuendelea kufanyika mambo mazuri, kushawishi wengine waje kwa taarifa njema, sio za namna hii. Lakini pia kuongezea nguvu ya majadiliano, tunasema ile bargaining power katika dili nyinginezo. Hapa dili hizi ni kwa bodi ya ligi yenyewe kama msimamizi wa ligi, tunazungumzia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kama msimamizi mkuu, na custodian msimamizi wa mpira wa miguu Tanzania, baba tunasema mlezi, kila kitu yasema kuhusu mpira wa miguu ni TFF. Lakini klabu zenyewe zinapaswa zipate dili zao, mikataba mbalimbali ya udhamini ijayo. Mbali na hiyo walionao, najua klabu zipo ambazo zinachechemea kwenye eneo hili, zipo ambazo tayari zimesha strike deals nono, basi wavute dili nono zaidi, kwa sababu mpira wa miguu unahitaji fedha. Fedha haziji hivi hivi, ni pamoja na kujitengenezea taswira nzuri kwa wadau. Story hizi za kucheza kutocheza kutokana na kile ambacho klabu moja naona itendewi haki, naona sio jambo zuri kwa afya ya uchumi wa mpira wa miguu kwa siku zijazo. Yote haya ni hasi nazungumza. Lakini hasi nyingine, kuna hasara kubwa ya kiuchumi inaweza kupatikana. Hii inaweza kwa klabu zenyewe, kwa wadau kwa ujumla wake, wakiwemo wananchi. Kwa sababu mpira wa miguu ni jambo mtambuka, una nguvu sana. Yanga na Simba wakicheza tunafahamu vizuri. Kwa mfano kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa mfano tu, watu 60,000 wakija pale, wale watu 60,000 wanalipa viingilio. Vile viingilio fedha zake zinaenda kukatwa kodi. Ile kodi inaingia katika fuko kuu la taifa katika makusanyo kupitia TRA, ambazo mwisho wa siku zina trickle down, zinarudi chini kwa watu wa kawaida kabisa. Ujenzi wa barabara, miundombinu, tuseme huduma za kijamii, barabara, maji, elimu na kadhalika. Sasa kutofanyika kwa michi, maana yake mapato ambayo TRA wangeyapata pale kwa ajili ya ustawi wa nchi yanakuwa yameathirika kwa siku hiyo. Hata ikiwa shilingi 1,000 2,000 kama mapato revenue ambayo TRA ingekusanya inaathirika. Hapo nimezungumzia katika level ya nchi, lakini kwa mtu mmoja kuna wajasiriamali wangapi wanatarajia michi hii iwatoe kimaisha, kutatua matatizo yao ya kifamilia, matatizo yao ya kiuchumi. Kwa mfano kuna wauza jezi wanapata faida ambayo inawezesha kuendesha maisha yao. Lakini kuna taasisi zilizozalisha jezi hizi, nazungumzia wale wanaozalisha jezi sasa. Kwa mfano kwa Yanga kuna GSM, kwa mfano Simba sasa kuna Sunderland, sio? Ina maana siku ya mechi ya dabi, kwa vote vile mauzo yanakuwepo ya jezi katika siku hiyo zaidi. Yaani kwamba kama mauzo yanaendelea kila siku, lakini siku hiyo inakuwa ni maalum, kuna jezi zinauzika zaidi. Si unaona pale kwa Mkapa zinazungushwa za timu zote mbili. Lakini kuna wauza chakula, sio? Wauza vinywaji, watu wa usafiri, hao wote kwa pamoja hii tunazungumzia hizi dhana za kiuchumi tunaita multiplier effect. Kuna athari endelevu. Kwa mfano yule mama anayeuza chakula anakuuzia wewe Chris, wewe na J&R Mtita TV, Mbwaduke Start Sport Next Level, wanakwenda pale tangu asubuhi kukava kila kinachoendelea. Wewe utakaa bila kula?
Lazima nile. Unaenda kwa mama ntilie pale pembeni pale. Namjua unakwendaga. Unakula, mashallah. Unakunywa maji. Zile senti unazoacha pale, yeye anahama nazo sasa kutoka kukuuzia wewe chakula. Najua chakula unachopenda sikitaji. Yeye faida anayoipata anakwenda kumnunulia mwanae madaftari kama ni mama. Yes. Yale madaftari, yule anayeuza madaftari, yule stationaries, madaftari, peni, kalamu, mabegi ya shule, akipata ile hela, na yeye faida anaenda kuchonga kitanda kwa fundi seremala. Fundi seremala akishachongesha kitanda, hela anayoipata anaenda kununua mchele. Muuza mchele, hela anayoipata anaenda kumnunulia dawa bi mkubwa wake, pengine ajisikii vizuri. Wauza madawa wanaopata hela ile wanalipa mlinzi katika duka lake la madawa. Yule mlinzi akiipata sasa ile hela anaenda kulipa ada ya shule. Ada ya shule ikipatikana, umeshaona hii ndio inaitwa multiplier effect, dhana endelevu. Yaani hela yako Chris unaolipa leo hii ndani ya mwezi unaweza kuikuta ishaenda Rukwa, ishaenda Kigoma, alafu imerudi Temeke, alafu imeenda Magomeni, alafu imeenda Wete Pemba, alafu inaenda kwa Babu Tale Morogoro vijijini, Changa Mkuyuni, kitoka hapo inaenda Ruangwa kwa Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, kitoka hapa Kizimkazi Zanzibar. Yaani hapa natoa tu mfano namna ambavyo mechi kama hizi zina maana kubwa sana kuliko hata pale uwanjani tunapoona. Zinawagusa watu ambao pengine hata wajui mpira wa miguu. Hebu fikiria huo mnyororo nilokuelezea wa hela inavyotembea kutoka wewe utakaolipa chakula kushinda siku ile katika kukava matukio yote wewe na AP Classic, sio? Yeah. Maana yake ndio hiyo ambayo inaenda namfikia kijijini mkulima ambaye yeye hausiki kabisa na hajui mambo yenu, sasa sijui Lionel Ateba, sijui Pakomo, hajui chochote. Hiyo ile itamfikia, atanunua pembejeo za kilimo. Kwa hiyo hapa unaona namna gani mpira ulivyokuwa mtambuka, una cross cut kwenye maeneo mbalimbali. Hii ni hasara itapatikana kwa individuals, kwa watu moja moja siku hii, kwa sababu huyo muuza chakula ambaye anatarajia apige hela amana mshindo siku hiyo hawezi kuuza, atamuuzia nani sasa? Kwa sababu mechi haichezwi, kwa mfano hatocheza. Hiyo ni hasara moja. Lakini kutakuwa nikielezea hasara zitakuwa nyingi sana. Kuna faida pia itapatikana, ambayo faida itokanayo na hasi. Hapa sijui umenielewa vizuri au unakuelewa vizuri? Yaani faida ambayo inatokana na hasara. Yes, moja wapo itaiamsha bodi ya ligi na mamlaka za mpira wa miguu sasa kwenye kanuni zao za ligi kuu Tanzania bara msimu ujao wapitie kwa umakini zaidi. Tunasema ile kwa jicho la karibu zaidi, tunasema ili kuona baadhi ya kanuni na tafsiri zake. Nikupe mfano. Chanzo cha yote haya kinabebwa na kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024-2025 juu ya tafsiri. Tafsiri hizi, tafsiri inavyotafsiriwa na Yanga, tafsiri inavyotafsiriwa na Simba, bodi ya ligi walivyokuja kutoa maamuzi yao, unaona kuna maeneo kuna missing link. Hakuna muunganiko wa juu ya tafsiri sahihi kuhusiana na hizo kanuni. Mfano, kwenye kanuni ya ligi kuu Tanzania bara msimu huu, sura ya 5, kanuni namba 17, kifungu cha 45, kinatoa fursa kwa timu ngeni kupata nafasi ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo kwenye inapokuwa ugenini kwenye uwanja utakaotumika kwa ajili ya mechi husika. Sawa? Hiyo kicho kifungu cha 45. Lakini kanuni hiyo namba 17, kifungu cha 62 kinakuja kueleza endapo timu ngeni ikakosa nafasi ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo kwa namna yoyote ile, kukwazwa na mtu mmoja, kukwazwa na klabu, iwe timu au yeyote atakayesababisha timu ngeni isifanye mazoezi, adhabu yake imeainishwa katika kifungu cha 62, ambayo ni nini? Inasema miongoni mwa adhabu ni faini milioni 1 mpaka milioni 2. Ikiwa ni matendo ya kujirudia ni milioni 5 mpaka milioni 10. Hizi adhabu zilizoainishwa katika kifungu cha 62 zinazungumzia kutotekelezwa isivyo sahihi kwa yale yote yaliyoainishwa katika kanuni hii namba 17 kwenye sura ya 5. Iko ukurasa 33 kwenye kanuni. Naam. Sawa. Sasa kwenye tukio lile Simba tunakumbuka ni kwamba ilienda kufanya mazoezi, halafu kakutana na kadhia, kwa mujibu wa taarifa yao watu ambao walioita ni mabouncer, wanaamini kwamba ni mabouncer wa Yanga. Kile kilichofanyika hakikuwa sawa, upo. Lakini baadaye ikaamuliwa kwamba mechi imeahirishwa. Sasa timu kutofanya mazoezi, kuahirishwa kwenye kanuni kifungu cha 62, kama kuna mtu, taasisi, klabu imekutwa na hatia na kosa la kuzuia timu ngeni kutofanya mazoezi, adhabu ipo kifungu cha 62. Na hapa nasisitiza kama imekutwa,
Maana bado hajaelezwa kwamba fulani kafanya hivi, si bado kuna uchunguzi. Lakini kama ikikutwa hakuna kifungu kinachosema mchezo uahirishwe kwa sababu kuna timu ngeni haijafanya mazoezi, na hiyo sio tu kwenye kanuni hizi, hata CAF kwenye taratibu zake hakuna mahala mechi iahirishwe kwa sababu timu ngeni haijafanya mazoezi kwenye uwanja husika, isipokuwa kuna adhabu imeainishwa kwenye kanuni za CAF. Lakini hapa tuzungumzie CAF, tunazungumzia ligi kuu Tanzania bara. Kwenye kanuni zile hakuna mahala mechi huahirishwa kwa sababu timu ngeni haijafanya mazoezi. Upo? Nipo. Lakini wakati kiahirishwa ilitumika kanuni ipi? Kanuni ya 34 sura ya 9 kifungu cha kwanza 1.1, 1.2, 1.3. Kile cha 1.3 ndio kimechukuliwa pale, ambacho kinaeleza wazi, kinaipa mamlaka bodi. Sasa bodi ndio inasimamia mpira wa miguu, bodi ya ligi, kwamba hii inahusu kuahirishwa kwa mchezo. Sasa ile kutoka kuzungumza sura ya 5 kanuni namba 17 ni juu ya taratibu za mchezo. Hii inazungumza kuahirishwa kwa mchezo. Mchezo unaweza kuahirishwa kwa kifungu hiki kilichotumika kuiahirisha 1.3. 1.3 kwamba kukiwa na dharura / yani mkwaju au sababu ya msingi inayokubaliwa na TFF. Sasa hapa kwenye sababu ya msingi inayokubaliwa na TFF, bodi ya ligi unaona kwa tafsiri yake iko sahihi, si ndio unasimamia, ambayo manake inaanza kuakisi kile kilichotokea siku moja kabla ya mchezo wa mechi 8, kwamba yale yaliyotokea yale Simba wanazungumzia kuzuiwa kufanya mazoezi na watu wanazungumzia, lakini kumbe kuna ya ziada ambayo yenyewe bodi ya ligi inaona ni ya dharura, ni ya sababu ya msingi ya kufanya mechi iahirishwe. Ina maana tafsiri ya bodi sasa kuhusu ile kanuni ya 17 inaona kana kwamba kifungu cha 62 pale akiapply kutokana na kadhia iliyotokea ipo hapa, ambapo kwa Yanga sasa bila shaka ndio maana anakuja huu mtanziko, ni kwamba unaona iweje tena inaahirishwa mchezo wapi duniani? CAF ambao ndo custodian wa mpira wa miguu barani Afrika, kanuni zenyewe za ligi kuu msimu huu pana kipengele kwamba timu ngeni isipofanya mazoezi mchezo unaahirishwa. Hii tafsiri bila shaka ni ya Yanga. Hapa sijazungumzia kwamba kuna waliokutwa wamezuia ama kutozuia, hiyo ni kesi, na assume kwamba ndio wapo watu wamezuia. Je, maamuzi huwa ni kuahirisha mchezo ambao tayari umeshaandaliwa kwa gharama kubwa kwa timu zote, lakini pia kwa kuwafikiria zaidi mashabiki ambao wao ndio wanaubeba mpira wa miguu. Wengine wamesafiri kutoka nje ya Dar es Salaam, wengine nje ya nchi. Mechi imeahirishwa siku ya mechi, athari ni kubwa sana, umeshaona. Kwa hiyo ndio maana huwa kuahirishwa kwa mchezo huwa ni kitu very sensitive, ni nyeti sana kwa mtazamo wangu mimi, na ambao pengine ndio unaona kana kwamba basi kuna tukio kubwa sana lililosababisha mchezo kuahirishwa, na sio kile kinachoonekana kwamba Simba kufanya mazoezi kuelekea siku ya mechi, kwa sababu tena ukizingatia ule uwanja wa Mkapa ndio uwanja ambao hutumiwa pia na wanyumbani na Simba na Yanga. Mechi kabla ya hapo ilikuwa mechi Simba dhidi ya Azam, ilichezwa pale 2-2, sio? Anyway, hatuendi huko. Hapa nazungumzia tafsiri kutoka kwenye Simba kutumia haki yao kifungu cha 45 cha kanuni ile namba 17, lakini tafsiri ya bodi yenyewe ya ligi katika kuahirisha mchezo haikutumia kifungu cha 62 ambacho kipo kwenye kanuni. Umeshaelewa? Lakini sasa huko tunakokwenda, kwa mfano Yanga waje kwenda uwanjani, bila shaka kanuni za ligi kuu zina attract zinafanya sasa iende kutumika kanuni ya yenyewe iko katika sura ya 9, ni kanuni namba 31. Sasa kifungu cha kwanza 1.1, 1.2, 1.3 kinaelezea pale, kuna sehemu ambayo inaainisha sasa kuhusu kutofika uwanjani kwa timu isiyofika uwanjani. Ndio zile adhabu tumetoka kuzisema zilizoainishwa kwenye kanuni hii, juu ya adhabu zile ambazo tumetoka kuziainisha, kwamba kupokwa pointi 3, kwamba kuna kupoteza pointi 3 na mabao 3 ya mechi husika, kuna kupokonywa pointi 15, lakini pia kama kuna kiongozi au viongozi wamebainika kwamba ndo chanzo cha yote hayo, nao kuadhibiwa. Ingawa Yanga kwa very smart, ile taarifa yao kwa umma imesainiwa na imetumwa na kamati ya utendaji, haijamtaja kiongozi specific. Kuna mambo mengi. Sasa ninachosema kwamba ni chanya kivipi ni kwamba wadau sasa, kwa sababu klabu ndo wadau wa hizi kanuni, wao ndo huwa wanapendekeza na zinapitishwa kwa taratibu walizonazo na bodi ya ligi. Kwa sababu unapozungumza bodi ya ligi, klabu ni miongoni mwa members. Kanuni hizi waone namna gani wanavyoweza kuzitafsiri vizuri kwa msimu ujao, kifungu kwa kifungu, ili isije kuleta mgogoro, kwa sababu inawezekana tafsiri ya hizi kanuni uone uko tofauti. Simba kwa mfano kwenye kile kifungu cha 45 inaona nikizuia mimi sichezi kutokana na tafsiri ya haki yake kwenye kifungu cha 45 kanuni ya 17,
Lakini kwa Yanga wanaona huyu ambaye anakuja kucheza kwenye uwanja, masuala ya utoaji taarifa yako vipi? Maana kile kifungu pia kinaeleza kuhusu kwamba lazima kama kuna timu imezuiwa kufanya mazoezi, kamishna wa mchezo awe ana taarifa. Kanuni inaeleza. Umeshaona utoaji taarifa nini? Mimi Mungu sikuzama, nipo tu katika tafsiri, lakini bodi ya ligi tafsiri yake kwamba kumbe sasa hiki kifungu cha 62 huwa kinatumika wakati upi? Kama kinaeleza timu ngeni ikizuiwa kwa namna yote ile kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, basi ndo kinatumika hiki cha 62 na adhabu zimeainishwa kwa watakaokutwa na hatia ya kuizuia timu ngeni kutofanya mazoezi. Kifungu hiki huwa kinatumika wakati gani? Sasa kama hiki kwenye tukio hili hakikutumika, maana hayo yote ni ambayo yale nasema chanya, kwa maana kwamba chanya itokanayo na hasi, kwamba wadau wakae chini waone hizi kanuni hizi na utekelezaji wake na tafsiri yake, kwa sababu inaonekana hapa kwa mfano hizi parties Yanga, Simba, bodi ya ligi, tafsiri hizi kanuni ambazo wamezitunga wenyewe, kila mmoja na namna yake ya kutafsiri, ambayo matokeo yake inakuja hatuchezi ngo. Kama uchezi kanuni kule inasema inasharungu kanuni hii, lakini hiyo Yanga taoji kanuni hizi mbona kanuni ile kule imerukwa? Kwa hiyo zinachaguliwa ili kutuadhibu. Mfano ikija kutokea sijui, Allahu ya'lam tunasema, umeshaona. Kwa hiyo ni mambo ambayo kimsingi, pamoja na yote, binafsi mimi kama mdau pia wa mchezo wa mpira wa miguu, ningetamani kuona dabi inachezwa vipi? Ni bodi ya ligi kusikiliza madai ya Yanga, kuona wanafikia wapi, lakini wakati huo kuzingatia kanuni, taratibu na sheria zilizopo, kwa sababu kutunishiana misuli mwisho wa siku kunaweza kukawa na madhara makubwa zaidi kuliko faida, hasa kwa wadau ambao mechi zinaahirishwa na siku nyingine wataita mechi, mashabiki watakuwa wanaogopa sasa, kwa sababu usumbufu mwisho, kwa sababu unaweza kurudisha uje kiingilio. Hivi mtu kwenda uwanjani kutazama mpira ni kiingilio tu? Je, akitoka zake kutoka Buza, anatoka Kimarabonyokwa, anatoka Bunju kufika kwa Mkapa ni bure? Sio hilo tu, wengine wanatoka Zanzibar, wanatoka Mwanza, wanatoka Mbeya, wengine wanatoka Burundi, wanatoka Kenya, kwa sababu dabi ya Simba na Yanga ni miongoni mwa dabi kubwa zaidi barani Afrika. Ya unapozungumzia Cairo dabi, unazungumzia Zamalek na Al Ahly, unazungumzia kama ya Casablanca, Raja, Wydad, unapozungumzia kina Kaizer Chiefs Orlando, Simba na Yanga wamo huko tena. Kuna uwezekano wenyewe, kuna baadhi ya vipengele ukivisort out unaweza kujikuta ina beto na dabi ya Cairo vizuri tu, ina mvuto mno. Kuna nchi jirani wao sio wa Tanzania, lakini wanaifuatilia ligi hii kwa kina zaidi. Simba na Yanga zina majina makubwa, ziko vizuri mno. Sasa matukio kama haya yanarudisha nyuma, ndicho ambacho naweza kusema kwamba utanibana tena niliposema chanya itokanayo na hasi. Ni chanya kuboresha hizo kanuni, vifungu vinavyowekwa na tafsiri yake kwa wadau vifafanuliwe vizuri, ili kutoleta mgogoro katika siku zijazo. Nikushukuru sana. Shukran jazilan. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.